Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani huenda yakagonga mwamba, anasema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Waziri Mkuu huyo wa Israel Bwana Netanyahu amesema haamini kuwa makubaliano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Iran yanaweza kufikiwa na viongozi wa Iran, akisema ana mashaka kuhusu uwezekano wa kutatua tofauti kati ya Tehran na nchi za Magharibi kupitia mazungumzo. Akirejelea mkutano wake wa hivi punde na Trump, Netanyahu alisema walijadili uwezekano wa diplomasia na Iran, lakini akaongeza, nina shaka kama makubaliano yanaweza kufikiwa na kundi hilo la Iran. Ni watu katili mno, nawaambia hakuna makubaliano yanayoweza kufikiwa. Waziri mkuu huyo alinukuliwa akizungumza kupitia vyombo vya habari. Katika mkutano wake, amerejelea mazungumzo yake ya karibuni na Trump. Amesema kuwa pande hizo mbili zilijadili namna ya kutatua vita hivyo, lakini upande wa Iran unaonekana bado viongozi wake hawapo tayari kumaliza na kupata suluhu ya diplomasia juu ya vita vinavyoendelea. Katika siku za hivi karibuni, juhudi za diplomasia zilizofanywa na wapatanishi ikiwemo Pakistan ili kutatua mvutano kati ya Iran na Marekani zimeongezeka tena. Baadhi ya taarifa zikieleza kwamba hali inaenda kuwa nzuri na kwamba kuna uwezekano wa makubaliano fulani kati ya Marekani na Iran. Lakini kwa mujibu wa Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu, anatazama namna ambavyo wa Iran hawawezi kukubaliana na utatuzi wa vita hivi, hasa kukubali baadhi ya matakwa ya Iran, hasa kukubali baadhi ya matakwa ya Marekani na Israel. Matakwa makubwa ya Marekani kwanza ni kuondolewa kwa vizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz, kwa maana Iran haipaswi kumiliki mlango huu wa bahari wa Hormuz na kwamba meli zinapaswa kupita katika lango hilo la bahari la Hormuz. Lakini matakwa mengine ambayo yalikuwa ni ya mwanzo kabisa hata kabla ya kuanza kwa vita, ambayo pia hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akiyatamka mara kwa mara, ni pamoja na kuondoa kila aina ya kile kinachoitwa mfumo wa nyuklia katika taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba uranium yenye kilogram zaidi ya 400 ziondolewe katika taifa hilo la Iran. Kadhalika Iran isiruhusiwe kabisa kuwa na mfumo wa nyuklia ule wanaoita wa amani. Lakini baadhi ya mambo mengine ambayo Israel na Marekani walikuwa wakieleza kama sehemu ya matakwa yao ya kumaliza mzozo kati yao na Iran ni pamoja na kuondolewa kwa makombora ya masafa marefu, kwamba Iran isiwe na makombora yenye zaidi ya kufikia zaidi ya kilomita 300 hadi 500, jambo ambalo wa Iran walisema huku ni kuitaka kuifanya Iran kuja kuvamiwa siku moja na kila kitu kuharibiwa. Moja kati ya mambo ambayo yaliwasaidia katika uwanja wa vita kati yao na Marekani na Israel ni pamoja na kuwa na makombora ya masafa marefu ambayo pia yaliweza kuifikia Israel zaidi ya kilomita 2000. Makombora ya Fatah, Zulqadir na mengineyo mengi yalisaidia katika namna ya kipekee katika mapambano. Wakati huu Iran inatazama namna ya kukabiliana na baadhi ya mataifa ya Magharibi kutokana na kile alichosema endapo mataifa hayo yataamua kutoa usaidizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kushirikiana na Marekani, basi yatashambuliwa moja kwa moja, kwa maana kuna uwezekano wa Iran kwamba ina makombora ya zaidi ya kilomita 4,000 hadi 6,000 hawataweza kuyafikia mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Uingereza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.